habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Easyworld. Matumaini yangu ni kwamba umeamka mzima wa afya, msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, popote pale ambapo unaendelea kututegea sikio kwa asubuhi ya leo ya siku ya Ijumaa ya tarehe 14 Machi 2025. Ni wasaa mzuri wa kuweza kuwasomeni uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jina langu Mchumbewa Mkulima na Fatuma. Kwa niaba ya wote watakaosikika kwenye uchambuzi huu nasema asante, tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo asubuhi zinasomwa naye mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Karibu. Asante sana mwenzangu Mchumbewa Mkulima na Fatuma. Kwenye habari muhimu leo hii tunaanzia katika mji wa Baraka ambako kitengo cha kiserikali QTR kimeomba mafundi kununua vitambulisho kama ipasavyo. Hivyo ameyasema hayo mkuu kiongozi wa kitengo hicho nchini humo. Huko Burundi, kwenye habari muhimu leo hii, viongozi wa kijasusi wa Rwanda na Burundi wakutana katika mkoa wa Kinindo ili kujadili masuala ya usalama ambayo yamesababisha hali mbaya katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Tumalizie usomaji wa habari muhimu na habari za kimataifa. Nchi ya Ufaransa imeamua kusitisha saini yake ya kuanzisha mradi mpya wa msaada kwa ajili ya maendeleo katika nchi ya Rwanda. Ni hayo tu kwenye habari muhimu, sina la ziada. Mwenzangu Mchumbewa Mkulima. Naam, asante sana mwenzangu Izake Mulucha Ashibe kwa habari muhimu ya asubuhi ya leo. Acha sasa tufunue pazia ya uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na habari hizi za mji wa Baraka. Usalama mdogo pamoja na kupanda kwa mafuta ina essence kiasi kikubwa ni sababu zinapelekea bei ya usafiri wa Uvira Baraka Misisi kupanda kila mara. Ndivyo amesema hayo mwenyekiti mmoja wa shirika la wachukuzi wa watu na mizigo mjini Baraka. Katika mazungumzo na redio yako, naye bwana Mkunji Elisha Lesemple, coordinator wa Sepro, amesema kuwa kwa sasa hali ya usalama si yenye kuridhisha, na hivyo waendesha pikipiki wanajitolea kuweka maisha yao hatarini, na hiyo inakuwa chanzo kikubwa cha bei hiyo kupanda. Mkunji Elisha Lesemple ameeleza yafuatayo mbele ya mike mwenzangu Safari Alimasi. Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha bei kupanda. Ya kwanza, hizi kuna kuwepo na ukosefu wa usalama, na hilo linafanya waendesha pikipiki wanakuwa na hofu, wanakuwa na woga ya kufika sehemu tofauti kama vile za mbali, zile eneo ambazo wanakuwa wanaona kwamba usalama unakuwa ni mdogo, na hiyo inafanya kwamba kwa wale ambao wataenda sehemu hizo, wale ambao wajitolea kwenda sehemu hizo, wanakuwa wanapandisha bei na kulipisha vile jinsi wanavyotaka. Na kama vile ofisi tutakuwa hatuna kitu cha kuwapangia, maana pangia yeye anakataa tuenda pale. Inakuwa ni kipindi cha ambapo yeye anaweza kuelewana na mteja wake, ili mteja akirizika kwenda kwa bei hiyo na wanakwenda kusikilizana namna hiyo na anakwenda. Ofisi hatutalazimisha mtu kumwambia kwamba uende sehemu fulani ulipishe hela fulani, kipindi ambapo tunajua kwamba ile eneo ni eneo ambapo usalama ni mdogo. Mwendesha pikipiki anaenda pale, anariske maisha yake, anaweza akafariki, anaweza akaingia maambiskade, maana ni kipindi cha vita. Kwa hiyo mwendesha pikipiki anakuwa kidogo, kipindi hiki anakuwa kidogo na uhuru wa kujipangia bei mwenyewe kama jinsi anavyotaka, na mteja akikubali ile bei anaenda na wanabebana namna hiyo. Sisi kama vile ofisi hatuna neno kabisa hapo la kuambia waendeshaji, maana wao ndo wanariske maisha yao kutembea maeneo ambayo huenda usalama uimariki. Kitu cha pili inakuwa ni bei ya mafuta au essence. Essence ambayo wanatumia inakuwa nayo haina bei kamilifu. Leo inaweza ikashuke kidogo, kesho tena inapanda, leo inashuka, kesho inapanda. Ili mwendesha pikipiki aweze kutoka hapa Baraka na kufika Uvira, atatumia lita ngapi? Lita moja inosikana 7,000. Atatumia lita ngapi? Atoke hapa hadi Katanga, atoke hapa hadi Sebela, atoke hapa hadi Fizi.
na ile lita moja anaiuza 7,000. Imagine ifua lipishe ngapi juu apate zile hela, arudishe hela za essence na aweze kupata naye faida kidogo, ili mwa ile faida mkuje hela ambazo atapatia mwenye pikipiki, mwa ile pesa ambazo atalipisha mkuje gharama za njia, mkuje nini. Hiyo inafanya wao wanakuwa nao wanapandisha bei. Ina maana kuna tatizo ya essence panda bei, na tatizo ya pili tulisema ni ukosefu wa usalama, na mwisho ni tatizo ya matozo barabarani. Tozo zinakuwa nyingi barabarani. Hapa kunakuwa tozo, hapa kunakuwa tozo, pale nako kunakuwa tozo. Na zile tozo zinakuwa zinatokana na maservisi fulani ambayo bado hadi sasa yanaendelea kwa pesa, japokuwa zile pesa hazijulikani zinaenda wapi, lakini kuna kuwepo na maservisi ya serikali ambayo bado inaendelea kulipisha pesa barabarani. Zile ambazo tunaita ni tozo haramu kwa kipindi hiki. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba kitengo cha kiserikali cha Kiltire R kimeomba mafundi kununua vitambulisho kama ipasavyo. Ndivyo amesema hiyo mkuu kiongozi wa kitengo hicho mjini humo. Alenge Juma, mkuu kiongozi wa kitengo hicho, ameeleza kuwa ni vyema wafundi kununua vitambulisho vyao na kuweza kufika kwenye ofisi kabla hawajaweza kutafutwa na kitengo hicho kwa nguvu, na hiyo inaweza kupelekea kuweza kulipa fidia. Alenge Juma, mkuu kiongozi wa kitengo hicho cha Kiltire AR mjini Baraka, anaeleza afuatayo. Ujumbe nao kwa leo hapa ku Radio Kivu ni kusema kama mnafika hapa kusasibize bafundi. Kila fundi yote anajua kama yeye ni fundi wa kazi za mikono, fundi wa kazi fulani fulani. Anapaswa afike ku biro ya Kiltire kukamata dokima, kuchukua madokima, sababu kazi ni kazi na kazi inatumika kama kawaida. Mabiro zote ziko deja tayari kukaribisha watu na kupana vitambulisho ya mwaka wa 2025. Vitambulisho mafishi ya recensement tuorozeshe wafundi wote wenye kuwa makazi, tujue wenye balikufa, wenye balihamaka na wenye biko presa. Vitambulisho tunafanya fishi ya recensement na autorisation ya makazi yenye kwa kila fundi anatumika nayo. Wenye wananisikiliza kwa muda huu, ninataka kuelezea kama kila mtu afike yeye peke kwa ofisi kuchukua vitambulisho, sababu bila kusukuma na mtu, yeye peke anajua kazi yake, na ile kazi yake anapaswa kuikamatia vitambulisho. Asikamata vitambulisho kwa kumfuata kule kwenye anatumia ya kazi. Kuna maadhibu wengine serikali inakamata kisha kuona kumwelekeo kama wewe ukupenda kupita kubira kukamata vikaratasi. Bosi Kivu ndio tuko na makazi tunaanza tumika, government inaanza tumika, na sisi hapa tunapaswa tutumike. Hatutaikala umuvita na wenzetu waisha kuanza kazi. Uvira panatumika na government ndio iko en place. Na hapa nasi tunatumika kama kawaida, watu wote bafike batakamati kila mtu vitambulisho vyake. Tuangazie kule Swima ni kwamba mama mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Swima, sekta Tanganyika, tarafa Fizi. Kwa jambo hilo, shirika la raia eneo hilo limelaani vikali kwa juu zaidi kitendo hicho. Taarifa tunazo ni kwamba yote hayo yametokea pale ambako marehemu alikuwa akipiga stori na watoto wake nyumbani mida ya usiku. Mmoja kati ya kiongozi wa shirika la raia katika eneo hilo anaeleza afuatayo kutoka katika kijiji cha Swima. Hiyo ilitokea jana mida ya jioni pande za saa 1 usiku. Tulisikia mlio wa risasi. Punde baada ya dakika 5 tukasikia kama sehemu ya chini hapa karibu na moskea ya Waislamu kuna mama ambaye alipigwa risasi. Na wakati tulipofika pale kufanya uchunguzi tukakuta kweli mama huyo alipigwa risasi, na sasa hivi tunatoka kwenye mazishi. Kwa hali ya usalama hatukuwa na shaka yoyote wala hoja yoyote ile ya usalama kuwa mbovu, ila tu askari jeshi wazalendo wanapiga masasi ovyo. Mara mnaweza kusikia risasi 1, 2, 3 ya vile. Sasa watu walikuwa tu standby na kwa shida yote ile tukiwa tu na hiyo mlio wa risasi, na mara moja mama huyo akatoweka. Sasa siwezi nikashuhudie kama kwa ngambo ya jamaa wala kwa ngambo ya wa jirani wala yani hata familia yake niwe haina precision mtu amekufa je, sababu wote wasisikiwa tu sikia risasi hiyo na habari ya kifo. Kadiri watu wamefanya utafiti, watu wamedadisi, wamoja wanasema njia hiyo, wengine wanasema tu ni na konfli ya familia, lakini kwenye jamaa kabisa hawajashuhudia kama itokana na nini. Ni mawazo tu ya watu ambayo inagonga huko na huko. Lakini kijamii alikuwa akishtumiwa kwa hali hiyo ya kiuchawi.
Kwa uchunguzi umefanyika na vyombo vya sheria, serikali haikuweza kupata jibu iliyo sahihi, sababu jibu ingeweza kutokea kwa familia. Juke familia haina precision kwa tukio wala ilipita tu vile, lakini uchunguzi bado unaendelea. Tuone kama itafikia kesho wala kesho yake kama jibu inaweza ikapatikana. Tuangazie kwenye mji jirani wa Uvira ambako watu 4 wameuawa katika mazingira tofauti ndani ya kata mbalimbali za mji jirani wa Uvira mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo, hali ambayo imezusha hofu mwingi na wasiwasi mkubwa kwa wananchi wa mji huo. Kwa mujibu wa duru tunazo ni kwamba usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo umekuwa vibaya zaidi kutokana na mauaji ya watu kuchomwa moto na wengine kuuawa kwa risasi. Habari hii imehakikishwa naye mwanasheria Chako Changu ambaye alikuwa pia kiongozi wa vijana mjini Uvira. Huyu ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Hali ya sasa ya usalama katika vile ya Uvira haiku ya kuridhisha juu ya nini, juu ya mauaji ambayo inafanyiwa usiku na mchana, lakini pia hali ya haki ya binadamu nayo haiku ya kuridhisha. Mpaka sasa wanawake wenye kuvala pantalo wangaliki wanapigwa fimbo na wazalendo. Kwa sasa tuko tunaobserve hali kutofahamu kati ya wazalendo na majeshi ya FARDC hawajaelewana vizuri. Tukianza na hali ya usalama ni kwamba usiku wa kucha leo mnamo 19 kuna baba mnamo quartier Kalundu kule ngambo ya Rugembe, kuna baba ambaye amepigwa masase na kufa hapo na watu ambao hawajulikani. Usiku kuna jeshi ambaye ama mwizi ambaye amekamatiwa mnamo quartier Rombe ya kwanza chini ya Bralema, amepigwa na kuchomwa pale na maiti imetupiwa kwenye Lake Tanganyika. Usiku wa kustera leo kuna wezi 2 ambao wamekamatiwa mnamo quartier Rombe ya kwanza pale chini ya Bralema, na wao pia walipigwa majiwe na wamekufa hapo. Inaonekana kwamba hali ya usalama kwa kuridhisha, watu wengi wanauawa kwa risasi, lakini pia wengine wanapigwa fimbo na wazalendo kwa ajili ya kuwakataza wasivai pantalo, udela ya masensibilisation ambazo zimeshafanyika ya watu mbalimbali kwenda kuwaona viongozi wa majeshi wa kizalendo kwa ajili ya pantalo. Hiyo ndo hali ambayo mpaka sasa hayakuwa nzuri. Hali ya usalama kabisa ni ndogo. Watu wangali wanahofia kutembea usiku. Ni kuambie kwamba kuna kukatini ya Mianda na katika Kimanga mwisho kutembea ni saa 12 ya mchana. Saa 12 ya mchana Joanini atakayeonekana usiku anapigwa risasi akishindiwa vile ni mwizi. Utaelewa na mimi kwamba katika vile ya Uvira watu ni kufikiria silaha wako wa aina nyingi. Wazalendo wana silaha, majeshi ya Burundi wana silaha, FARDC iko na silaha, majambazi wana silaha, raia wa kibinafsi wana silaha. Kweli kabisa viongozi wa jiji wangaliki makonfusion kwa namo yanasiri security ya merde la pesa hizi ni wazalendo, kwa sababu wa polisi walikuwa wangali wanakimbia ndio wanarudi sasa na wanaanza kujirekonsilie. Mpaka sasa hujasema kitu, ila wako wanainsisti katika lugha ya Kifaransa wako wanaita restauration ya autorité de l'État. Wafaransa wanasema kwamba hata sheria inasema ile wanaita atteinte au bonne mœurs. Eske wakati dada anavaa pantalo yake anaportea atteinte ku bonne mœurs? Sheria iko wazi. Wadada wanavaa pantalo kila siku katika vile ya Uvira. Unajua kwamba vile ya Uvira ni Carrefour. Watu wanatoka Bujumbura, wanatoka Rwanda, wanatoka Tanzania, wanatoka Zambia, wanatoka Angola, wanatoka katika vile ya Baraka. Watu wote wanataka libre. Na kila mtu amekuwa na pasi yake ya kuvaa, lakini imeonekana kwa wazalendo wamoja kwamba pantalo inakuwa kwao infraction jua sime inawavundia madawa, na wapendi kuona wadada wakipita wanawatengeneza ama wanavaa mapantalo ambayo kwao
kusikiliza wanavunja mila. Ndio kisoko wanasema sio kutu kuvunja mila, ni infraction kupotea tena kuburi mercy. Mpaka sasa hakuna hata mmoja ambaye ameshakamatiwa na kuwa kondane kwa ile infraction. Unakumbuka kwamba maistra wote wao wenyewe wanilikatia sheria wakipiga watu mafimbo na wengine kukuliwa pesa za amani. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo. Karibu Ozil. Na asante sana kabisa Bibu Kurtantine Aldama. Leo katika habari za michezo ni kwamba shirikisho la soka kambini Nyarugusu limetangaza tangu mapema asubuhi ya Jumatano hii ya tarehe Machi 25 makundi 7 ya ligi nyingine kwa timu za daraja la kwanza kambini hapo Nyarugusu mkoani Kigoma nchini Tanzania. Kati ya makundi hayo masaba, makundi mawili yamewakilishwa na timu 5 huku makundi mengine yakiwakilishwa na timu 4. Makundi hayo yamepangwa ifuatavyo. Kundi la kwanza zimo timu za Club United, Hodari, Makabe, AFD Maendeleo pamoja na Miracle. Kundi la pili zimo timu za chipukizi, Muungano 7, Feba Espoir, 03 Asku pamoja na ZH1 Bilombe. Kundi la tatu ziko timu za CD3 Ghetto Boys, Young Boys, AB3 Abeye pamoja na GSE Sport. Kundi la 4 zimo timu za Manade Kali, Baraka Mosa, D1 Umoja pamoja na AB1 Simba. Kundi la 5 zimo timu za Regideso, Fundisho, Mauzo Dragon pamoja na Etoile. Huku kundi la mwisho ni timu za Alliance de Fox, CD Sport, K1 Mtetezi pamoja na R1 Sport. Huko katika bara la Ulaya ni kwamba klabu ya Arsenal Gunners hapo nchini Uingereza wana nia ya kumsajili winga wa Ujerumani Leroy Sané kwa uhamisho wa bila malipo mkataba wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 wa Bayern Munich utakapomalizika msimu wa joto. Mkurugenzi mpya wa michezo wa klabu ya Arsenal Gunners Andrea Berta anataka kumfanya kiungo wakati wa Newcastle na Brazil Bruno Guimarães na kiungo wakati wa Real Sociedad Martin Zubimendi kuwa usajili wake wa kwanza. FC Barcelona pia wanaweka kiungo wa Newcastle Guimarães kwenye orodha ya walengwa wa uhamisho wa majira ya joto. Klabu ya Liverpool ya nchini Uingereza imetuma maskauti wake kumtazama mlinzi anayecheza upande wa kushoto kunako klabu ya Ajax Amsterdam ya nchini Uholanzi, Jorel Hato mwenye umri wa miaka 19 ambaye amechezeshwa mara 5 na timu ya taifa ya Uholanzi. Klabu za Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid wanavutiwa na winga wa Bayer Leverkusen Muholanzi Jeremy Frimpong mwenye umri wa miaka 24. FC Barcelona wamekataa dau la pauni milioni 57.8 kutoka kwa klabu ya Manchester United kwa ajili ya kumnunua kiungo wakati wa Uholanzi Frank de Jong mwenye umri wa miaka 27. Mkufunzi wa klabu ya FC Barcelona Hansi Flick anataka kumbakiza de Jong kunako klabu hiyo kwa gharama yoyote, na klabu hiyo ya Catalan wanapangilia kuanzisha mazungumzo mapya ili kuweza kumuongeza mchezaji huyo mkataba. Klabu ya Bayer Leverkusen ya nchini Ujerumani bado wana imani kuwa mchezaji wa Ujerumani Florian Wirtz ataongeza mkataba wake katika klabu hiyo licha ya kuhusishwa na klabu za Bayern Munich pamoja na Manchester City. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo hizo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, hii ambao unaendelea kutegea sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Kivu na ikikuletea uchambuzi wake wa habari asubuhi ya leo. Kampuni Kizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie ripoti hizo na ripota wetu kutoka eneo tofauti, kuanzia kule kwenye tarafa la Lukuga mkoani Tanganyika. Raia wa mtaa wa Lukuga kata la Kituku tarafani Lukuga wanaweza kutembelea kunako kilalo kilichozinduliwa na kiongozi wa tarafa hilo la Lukuga mnamo Jumatano ya wiki tunayo. Mwenzetu wa huko Kalemi Olomboje Dr. amefuatilia kwa karibu taarifa hizi na hii hapa ni ripoti yake. Inakuwa ni ulalo ambao umekuwa na jengwa kwa pesa binafsi ya tarafa kama nayo ya Lukuga. Alikuwa anaeleza kwenye vyombo vya habari mnyampara wa tarafa hilo Kisimba Ntambwa Z muda wa karamu ya uzinduzi uliokuwa nafanyika mnamo Jumatano hii
maeneo ambako ulalo huo umekuwa najengwa mtaani Kalonda. Ulalo huo anakuwa naeleza mnyampara wa tarafa hiyo ya Lukuga utakuwa nasaidia na kurahisisha vile vile mapito kwa rahisi ya raia ambao hapo zamani walikuwa nakabiliana na changamoto nyingi kwa kutambuka maeneo kama na hiyo, aswa zaidi wakaaji wa mtaa Kalonda Karta Kituku ambako ulalo huo umekuwa unajengwa. Natoa shukrani yangu ya dhati kwa raia wa mtaa Kalonda kwa mchango wao uliokuwa unasaidia kufanyikisha ujenzi wa ulalo kama na huu. Inabidi tukumbushe kwamba wakaaji wa mtaa kama na huu walikuwa nakabiliana na changamoto nyingi kwa kutambuka nafasi hii. Wanafunzi vile vile wa mashule ya pembeni ya mtaa na hata vile vile mashirika ya kulinda usalama. Lakini kwa leo tatizo hilo limepata jibu kwa haraka sana. Na kwa leo najua kwamba raia wanakuwa napata jibu kutoka kiongozi wa eneo lao wanaokuwa naishi. Mnyampara wa tarafa ya Lukuga Kisimba Ntambwa Zedi Joseph ambaye alikuwa anazindua ulalo kama na huyo wa manufaa ya kijamii, alikuwa anaalika watumizi wa ulalo huo kuutumia vema ili uendelee kudumu na kusaidia hali ya mapito. Ni kwa hiyo nakuwa natoa ombi kwa watumizi wa ulalo kama na huu kuutumia vema ili uendelee kudumu. Karamu kama na hiyo ya uzinduzi wa ulalo ilikuwa na uzuriwa na raia ambao wanakuwa wafaidika na hiyo kwa furaha zao. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Dieu Docteur. Tukiachana nawe Olombwe DJ Doctor kutoka huko Kalemi, tuangazie kule Butembo ambako uwepo wa selile nyingi ndani ya mwili, hiyo ni sababu kubwa ya kuongezeko ya ugonjwa wa kansa, na hiyo husababisha vifo vingi vinavyotokana na ugonjwa huo. Ndivyo amesema yo Dr. wa hospitali kuu ya Butembo Bwana Nzanzo Kalima. Mwenzetu wa huko Butembo Zangos Moviswa Kapuni na ripoti kamili. Katika mahojiano hii Alhamisi 13 Machi, ikiwa wiki ambayo imewekwa kando kwa ajili ya kansa, Daktari Nzanzu Kalima amefunua kwamba kansa ni ugonjwa unaosababisha kifo kwa kuwa unaathiri viungo vyote vya mwili muda ambapo seli au selile kwa Kifaransa zinapozidi kuwa nyingi. Kansa ni uzidishaji wa seli au selile katika mwili wa binadamu. Seli ni kiungo muhimu katika mwili. Ni kwa hiyo kansa yatokana na uzidishaji wa hizo seli. Kansa inaweza kumba viungo vyote vya mwili, na kwa hiyo mwili unaathirika kutokana na wingi wa seli au selile katika mwili wa mtu. Daktari Nzanzu Kalima atoa sababu za ugonjwa huo ni kama vile kula vyakula ambavyo vimekomaa kwa utumiaji wa mbolewa zinazotengenezewa kupitia teknolojia, na pia vyakula ambavyo vimewekewa madawa ili vidumu siku nyingi. Kuna sababu nyingi zinazosababisha kansa, ni kama vile kutumia vyakula ambavyo vinambolewa ambayo imetengenezwa kwa njia ya teknolojia, vyakula ambavyo vimekonserviwa, vyakula ambavyo vimewekewa dawa ya kuvisaidia ili visioze mbio kama vile sardine, na pia virusi mbalimbali kama vile virusi vya hepatitis B na C. Kwa kujikinga na huo ugonjwa wa kansa, Nzanzu Kalima ameshauri kwa kujikinga na kansa kwa kweli ni vigumu, kwa kuwa hata mtu anayezeeka ni kandidati kwa kansa. Ila ambacho tunaweza kufanya ni kutokula vyakula ambavyo vimewekewa dawa, mbolewa ambazo zimetengenezwa kwa namna ya kiteknolojia. Tule vyakula ambavyo vyakomaa kwa namna yavyo vyenyewe. Tujulishe kwamba mwaka huu 2025 ambayo imewekwa kando kwa ajili ya kukinga kansa itafanyika tangu tarehe 18 hadi 24.
ni tangu sasa miaka 100 siku ya kujikinga na kasa ikiwa inakumbukwa ulimwenguni. Butembo, Nzankosu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tuangazie kule Burundi ambako uongozi wa kijasusi wa Rwanda na Burundi wakutanana katika mkoa wa Kirundo ili kujadili masuala ya usalama ambayo yamesababisha hali mbaya katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mwenzetu Bukuru Elias Daniel kutoka huko Burundi na ripoti kamili. Hivi karibuni viongozi wa kijasusi wa Rwanda na Burundi walikutana katika mkoa wa Kirundo kujadili masuala ya usalama ambayo yamesababisha hali mbaya katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Mojawapo ya masuala makuu yaliyojadiliwa ni kufunguliwa kwa mipaka ya Burundi na Rwanda ambayo imefungwa tangu Januari 2024 wakati Rais Evariste Ndayishimiye alipoishutumu Rwanda kwa kulisaidia kundi la waasi la Red Tabara ambalo limekuwa likifanya mashambulizi mbalimbali nchini Burundi. Serikali ya Rwanda imekanusha madai hayo na kueleza kuwa haishirikiani na yeyote anayepinga serikali ya Burundi na kueleza nia yake ya kuingia katika mazungumzo yatakayopelekea kumalizika kwa mzozo huo ambao umemaliza miaka kadhaa. Uhusiano wa Rwanda na Burundi ulianza kudorora zaidi pale vikosi vyake vilipoanza kufanya kazi na FDLR mashariki mwa DRC. Rwanda na Burundi uhusiano wao ulianza kuwa mbovu kufuatia jaribio la mapinduzi la mwaka 2015 baada ya washukiwa kudaiwa kukimbilia Kigali. Serikali ya Evariste Ndayishimiye ikiendelea kusisitiza kukabidhiwa kwa Burundi ili waweze kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda Barozi Olivier Nduhungirehe Septemba 2024 alitangaza kwamba Warundi na Wanyarwanda ni ndugu na wanapaswa kutatua tofauti zao bila kuwepo kwa mpatanishi. Waziri huyo alitoa ujumbe huo ikiwa ni miezi miwili tangu walipokutana mwenzake wa Burundi Albert Shingiro visiwani Zanzibar, ambapo walikubaliana kwa nchi hizo mbili zijadili njia za maridhiano bila kuhitaji mpatanishi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari na habari hizi za kimataifa ambako nchi ya Ufaransa imeamua kusitisha saini yao ya kuanzisha miradi mipya ya misaada kwa ajili ya maendeleo katika nchi ya Rwanda. Ripoti ya mwenzetu Safari Dilo Alimasi humu ndani ya studio yaangazia zaidi. Ufaransa imetangaza kusimamishwa kwa kusainiwa kwa miradi mpya ya misaada ya maendeleo nchini Rwanda. Hivyo ni kutokana na shida ya usalama inayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huu ni sehemu ya safu ya hatua za kuongeza shinikizo la diplomasia kwa Kigali inayoshutumiwa kwa kuunga mkono M23. Waziri mjumbe aliyetumwa kwenye Francophonia Tani Mohamed Swali alithibitisha kusimamishwa kwa saini hiyo hii Jumatano, huku akikumbusha kwamba Ufaransa inalaani kusonga kwa M23 na uwepo wa Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kusitishwa kwa misaada ya maendeleo nchini Rwanda kunakuja wakati ambapo Ufaransa ilileta azimio la 2773 iliyopitishwa kwa makubaliano kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mnamo Februari 21. Azimio hii inasisitiza msimamo thabiti dhidi ya kuendelea kwa M23 katika mkoa wa Kivu Kusini na Kaskazini. Pia inasisitiza juu ya hitaji ya kusitisha mapigano. Mbali na kusimamishwa kwa miradi mipya ya misaada, Paris inasaidia hatua zilizochukuliwa na Umoja wa Ulaya kuweka shinikizo kwa vyama vinavyohusika katika mzozo na kuuza suluhisho la kisiasa. Ikiwa Ufaransa itasimamisha kujitolea kwake kwa Rwanda, irabaki ikiegemea kuhusu hali ya kibinadamu katika DRC. Wizara ya mambo ya nje inayofanya kazi ili kuimarisha upatikanaji wa mahitaji ya msingi ya idadi ya watu walioathiriwa na mapigano, wakati karibu watu milioni 7 wamehama makazi yao. Suluhisho la mzozo huu haliwezi kuwa la kijeshi, lazima liwe la kidiplomasia, alisitiza Tani Mohamed Swali. Paris kwa hiyo inaelekea msaada wake kwa michakato ya upatanishi ya kikanda inayofanywa kama sehemu ya mipango ya Rwanda na Nairobi. Wakati hayo yakijiri, upande mwingine ni kwamba kesi ya waliokimbia mbele ya M23 na jeshi la Rwanda imeanzishwa, huku maafisa wakuu 5 wa FARDC na polisi walifikishwa Alhamisi mbele ya korti ya kijeshi, ikiwemo Meja Jenerali Alengya Nyitetesia Nzambe, kamanda wa jimbo la 34 la kijeshi, naibu kamishna Eku Kalipopo, gavana wa zamani wa muda wa
mkoa wa Kivu Kaskazini, jemedari wa brigedia Yangbatene Dani, mshauri mkuu wa gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini anayesimamia agizo la umma, jemedari wa brigedia Papi Lupembe Mobenzo, kamanda wa brigedia 11, kamishna makamu Leonare Mukuna Ntumba na kamishna wa idara ya polisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kupitia ripoti hiyo ya mwenzangu Safari Dilu Alimasi, ndipo tumetamatisha uchambuzi wetu wa habari asubuhi ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako kwa kutegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa rubani wangu Merci Mbilechi. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, na kutakia Ijumaa mubaraka. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.